Wakristo kwa mujibu wa Biblia wanasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa mujibu wa Biblia, Yesu wanadai ndio mwana pekee wa nani? Wa Mungu. Japo tutakwenda kutizama mahala pengine, sio pointi yetu. Ili kila amuaminie, sio kila atakayeamini kwamba huyu ni mwana wa pekee wa Mungu. Umeelewa Kiswahili vizuri? Hapo shida ni kwamba tunachotakiwa ni kumwamini Yesu. Sio kuamini kwamba huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Andiko aliseme hivyo, ndipo Ndacha anaposhindwa kuelewa. Sasa Ndacha yeye anatafsiri kwamba tunatakiwa tuamini huyu ni mwana wa Mungu ndo tutapata uzima wa milele. Kumbe andiko alipo hivyo. Nyinyi mnasema huyu ni mwana wa Mungu wa pekee, lakini kila amuaminie. Sio kila atakayeamini kuwa huyu ni mwana wa Mungu, kila amuaminie. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumuamini nani? Muamini Yesu. Yesu, ambao Wakristo wanasema ni mwana wa Mungu. Lakini sio tumeambiwa kutuamini kwamba ni mwana wa. Hivi Kiswahili umekipata vizuri? Hapo nakupata. Kweli simulizi? Hapo nakupata. Sijakuacha hapo. Hapana, yani nilichokuelewa wewe unachomaanisha kwamba hapa Biblia ilivyoandika kwamba inatakiwa tumwamini Yesu atakachofundisha. Asante sana. Sasa umeendelewa.